ya nguvu. Na kwenye uimbaji tuna mambo ambayo tunasimamia. Yes. Mimi wanasimama na andiko lile la kila mwenye pumzi na msifu Mungu. Yes. Na nikafuatilia mafundisho ya Mungu, akasema moja ya vitu ambavyo ni vizuri sana kama unatamani kufika mbinguni uvifahamu. Mbinguni ni kuzuri sana kule. Wameelezea mambo mengi ya mbinguni. Yes. Lakini moja ya story ambayo ni kama vile inachekesha. Yes. Kuna mtu mmoja anaitwa Mzee Tupa. Yes. Mzee Tupatupa alipata nafasi ya kuweza kufika mbinguni. Ukisikiliza ni nyimbo ambayo naamini watu wengi wanaofahamu. Ameimba mwanadada mama mchungaji anaitwa Bahati Bukuku. Yes. Kwenye story yake ile nyimbo inaitwa Kampeni, lakini wengi wanafahamu kwa jina la Mzee Tupatupa. Amejaribu kuelezea Bahati Bukuku mambo mazuri kwamba kuna mtu mmoja alipata nafasi ya kuweza kufika mbinguni na akapata nafasi ya kuweza kufika katika ulimwengu wa giza, yani Jehanamu. Yes. Na alianza kwanza kupelekwa Jehanamu. Jehanamu alipofika kule, Yes. akakuta kwamba kuna wanawake wazuri. Kuna vitu ambavyo sitaki kugusa mtu. Yes. Lakini nataka nizungumzie kuna story ambazo nimekuwa hata mimi nikizipata kwamba bwana, kuna sema ambao kuna wanawake wazuri, ukifika kule unapewa wanawake. Yes. Wengi tu wa kutosha unajichagulia. Kwa alipofika kwenye ile story unaambiwa kafika Jehanamu, akakuta wanawake wazuri, akakuta pombe. Kamnyweso sio wale tunaitaga. Yes. Watu wa kule Kenya. Yeah. Akakuta kamnyweso, kelolo. Yeah. Akakuta kule viko vizuri, akakuta pati za kutosha. Akasema sasa unaniacha huko? Akamwambia hapa ni wapi kwanza? Akasema hapa mbinguni au wapi? Akamwambia hapa Jehanamu. Yeah. Jehanamu ya moto. Sasa kuna moto siuoni. Yeah. Hebu tulia. Kwa hiyo leo una bahati sana, utafika kote. Yes. Kwa hiyo akapitishwa mitaa ya Jehanamu kule, akaona burudani huku na huku hivi na hivi. Akasema sasa twende mbinguni. Kaone. Ikatokea rift pale. Yeah. Fiu. Mpaka mbinguni. Kwanza picha linaanza, watu akashindwa kutofautisha huyu Elikana cha Bluma, huyu Uncle Sami. Wote wanafanana. Yes. Mavazi na picha linaanza, wanainama wanainuka, wanalisifu jina la Mungu. Utukuzwe Mungu, utukuzwe Mungu wa mbinguni. Wewe ni mkuu Baba, wewe ni mkuu zaidi ya wote. Yes. Mbinguni huko. Akasema sasa wanawake wako wapi? Akauliza. Akasema wanawake huko hamna mwanamke. Yeah. Wanaume hakuna. Wote ndio hivi tunavyoonekana. Ndio hivi unavyotuona sote. Tuko tunafanana. Tumevishwa mwili mpya, tunafanana na Kristo. Sasa ndio inakuja iliandika kumbe maandiko yanasema sisi tunafanana na Kristo kwa sababu alitumba kwa mfano wake. Ndio huu. Akasema kwa sasa mimi nipe tu kitabu cha wageni huko. Niweke sahihi yangu kwamba nilifika. Mbinguni nilifika. Mimi nirudishe kule Jehanamu. Mzee Tupatupa hakunyimwa hiyo nafasi. Akarudishwa. Sasa picha inaanza, alikorudi kuta kwanza moto ni mkali. Moto. Yeah. Mbona sio Jehanamu hii ya moto ile ndio ile ya mwanzo ile. Ni ile ilikuwa ni siku ya kampeni tu. Yuko ni shosho. Kwa hiyo yes, unapopata nafasi ya kuweza kufanya machaguo, basi hakikisha unafanya chaguo lililo sahihi. Na si chaguo letu sahihi ni kumwamini Mungu wa ngome ya Yesu Kristo ambaye anatupa kushinda katika yote ambayo tunayaweza. Basi tunamshukuru Mungu katika yote kwa kutuwezesha pia. Nasimama kama kuhani, nasimama kama mwimbaji, lakini mwinjilisti kwa sehemu, lakini mwalimu pia. Tuna nafasi nzuri ya kuweza kuzungumza na watu mbalimbali. Nimekuwa nakizungumza pia na watoto kwa siku ya Jumamosi. Ni moja ya vitu ambavyo pia nashukuru nimekuwa nikipata mapokeo mazuri. Naambiwa kweli wazazi waniambia wewe ni mwalimu. Kwa hiyo tukisema tumekuwa tukitendea haki sehemu ambazo Mungu amekuwa akitupa kutumika, basi na hivyo. Lakini uimbaji pia ni sehemu ambayo ya maisha yangu ambayo nimechagua kumtumikia Mungu katika uimbaji. Yes. Yes, na pengine tumeona, unajua nimekuwa nikikushuhudia pia ukiwa na wasanii mbalimbali. Ndio. Ukiwa support. Yes. Kama manager wao. Ndio. Wewe turudi hapo pia kwa manager pia. Yes, nimekuwa nikisimamia sio watoto tu. Yes. Kuna baadhi pia waimbaji ambao wamekuwa wakitamani kuweza kufanya kitu fulani na wanapata changamoto. Na nimekuwa nikisimama kama sio manager namba katika wote. Nimekuwa sisimami kama manager namba 1. Nimekuwa nikisimama kama manager namba 2. Kwa hiyo nimekuwa nikiwapa uhuru. Unajua siku hizi moja vitu ambao watu tunaogopa sana kwa manage watu moja kwa moja, wanaita unyonyaji. Okay. Wanahisi utamnyonya.
Ndio maana mimi nimekuwa nikidili sana watoto. Unajua mtoto hana mawazo kama hayo. Yes. Kwamba usema Uncle Sami ataninyonya. Kwanza atanyonya au mimi ndo namnyonya. Unajua mimi nimekuwa nikisimamia baadhi ya watu kuwasaidia. Nilikuwa ni manager namba 2. Nimekuwa kuna mtoto ambaye anaitwa Gianna Eric. Princess Gianna, nishakuja naye hapa, nishakuletea. Moja ya vitu ambavyo ni vizuri mimi huwa nikipata fursa huwa napeleka sehemu pia usika. Lakini pia kumekuwa kuna mtoto anaitwa Jason Gadson ambaye pia nimekuwa kwa sehemu pia nikijitahidi kuweza kusupport harakati ambazo amekuwa akizifanya. Lakini pia wako waimbaji, kuna mwimbaji mmoja ni mkubwa yeye, anaitwa Bravo wa Yesu. Ni moja ya vijana wangu ambao pia nimekuwa nikijitahidi kuweza kusupport harakati ambazo wamekuwa akizifanya. Lakini pia mimi ni msemaji wa kwaya. Nikisema msemaji ni afisa habari wa kwaya AICT Morogoro kwaya. Wow. Yes. Wow. Kwa hiyo kwa sehemu pia unaweza kusema unajue ukiwa afisa habari kuna mambo mengi unayofanya. Kwa hiyo unaweza kujihisi pia unakaa manager fulani kwa sehemu. Yes. Kwa hiyo tunakuwa kama nilivyosema inakuwa sio namba 1, lakini kwenye huu namba 2 wakati mwingine tumekuwa tukisimama kwa vyema na watu wamekuwa wakisupport na wakitushukuru. Unajua sisi wakati mwingine tumekuwa tukipokea kujua kwamba Mungu amebariki kazi tunazozifanya kutokana na matunda kutoka kwa watu ambao wamekuwa wakiziona hizo kazi. Kwa mtu tu akikwambia bwana ubarikiwe unafanya vizuri, I said umegusa hapa yani. Yani unaona yes hata Mungu kweli kasema kuna msemo ambao unasema sauti ya wengi ni sauti ya Mungu. Kwa hiyo mimi naamini kwamba watu wakisema kwamba hongera kwa hiki ambacho umekifanya, Mungu ameniambia hongera sana. Ubarikiwe, Mungu kashanibariki. Wow. Okay, nimeona kuko na track leo ambazo tutashughulika nazo. Yes, nilikuwa nataka nifahamu pia kuhusiana na hizo track. Ni nani alifanya hizo track na nielewe pia vizuri. Yes, kwa siku ya leo nimeambatana hapa na producer ambaye ameweza kufanya nyimbo hiyo, lakini pia kwa sehemu kubwa ameweza kuhusika. Kuna sauti fulani hivi zimeweza kusikika. Sisi tunasema sauti adimu sana. Unajua kuna message toka nyimbo hii imetoka haina siku nyingi, ina kama siku 2. Kama sio siku 1.5. Moja ya comment ambazo nimekuwa nikizipata, watu wamekuwa wakibarikiwa pia na uimbaji, wasema huu ni uimbaji katika gospel, mmetuletea kitu kipya na kizuri sana hiki, tuwapongeze. Kwa hiyo nimeambatana pia hapa na producer wangu official kabisa, ambaye baadaye pia wasikilizaji wataweza kumsikia. Anaitwa Must I. Moja lakini unaweza kumuita Mr. Sami pia. Yote ni majina ya kwake. Karibu. Moja ya watu ambao pia mikono yao kwenye mikono hii, yani mikono inaongea, yani kwenye kuzungumza hivi. Haongei sana. Mikono inazungumza. Bana niaje? Safi sana. Uko good sana? Niko good. Yes. Bado ujiamai bwana. Pale mahali ulipo sikupati good sana. Hebu kuja ukae hapa alafu tusikizana poa sana. Bwana huyu ndugu ameweza kufanya nyimbo hiyo inaitwa Kalugendo, moja ya nyimbo ambayo inafanya vizuri sana kwa sasa, huwezi kuacha kuitaja. Kalugendo imekuwa ni habari ya mjini. Watu wote pia wamekuwa wakisupport. Mimi niwashukuru sana watu ambao wamekuwa wakisupport. Kwanza moja ya shabiki mkubwa namba 1 kabisa ambaye ameweza kusupport akasema vijana wangu mmefanya kazi njema, ni kuhani na mchungaji Wilfred Paulo Msangi. Wow. So wacha kwanza tukasikize hiyo nyimbo. Okay. Alafu tukikaa sawa, tupiga story 2-3 na producer pia. Sawa. Ambaye tuko naye tayari. Sawa kabisa. Wimbo unaitwa Kalugendo. Yes. Kalugendo ni nini? Kalugendo ni mwendo. Yaani kielezea kwamba wewe ukisikiliza vizuri mondani imezungumzia ni mtu ambaye alikuwa ameteswa na shetani. Amesetwa. Hao ni mtu wa kusema, wanasema tazama wao wote ni watu waliosetwa na kuwekwa mashimoni, hakuna asemaye rudisha. Sasa mtu amesema kwamba hapa sina kimbilio lolote, akasikia sauti ya kuhani anamwambia amka twende. Na Kalugendo ni kwamba twende wote. Kwenye mateka tunakuwa wengi, na tunapotolewa mateka tutoki peke yetu, tunaondoka na watu. Tunasema kwenye Kalugendo twendeni sote. Amen. Haya, msikilizaji, wimbo unaitwa Kalugendo. Hebu tukausikize.
Yupo. Hey. Nilikuwa kizani kwa shetani, lakini mbele misioni. Nikashindwa hata kufunga. Sauti simama. Alinitoa kwenye mshangazi. Hiyo. Sasa niko kwa Yesu na ndani. Shetani ananijua amenipata. Nimemwacha mdomo mmoja tapatapa. Akalugendo. Tujagi mose akalugendo. Akalugendo. Tujagi mose akalugendo. Kumbe ni akalugendo, si ndivyo? Mimi nilisema akalugendo, lakini kumbe ni akalugendo. Ilikuwaje mpaka hii idea jamaa yani katokea kufanya kitu kimekamilika hivi? Hii idea bwana Uncle Sam alikuja nayo. Yes. Akaniambia tu kwamba bwana mimi kuna maneno fulani hivi yanasema kwamba kaniteka. Yes. Umeona kaniteka nani? Shetani. Full style kutoa papo kwa papo unaweza. Yes. Kwa sasa katika uandikaji wa kichwani ndio kitu kimetokea kama hicho hapo. Umeona Yes. Kwa hiyo kitu kama hicho kimetokea kwa sababu nimeandika toka kichwani na papo kumpa Uncle Sam. Muziki mzuri inawezekana tu msanii akaja studio na akaikuta beat iko hapo na ukamwambia beat hiyo hapo na akaingiza vocal na ikawa poa, au ni lazima umpatie beat kwanza akafanya keys alafu arudi next time kuja kuingiza? Hiyo ya kumpatia biti kwenda kufanya mazoezi afu baadaye arudi kikweli ilikuwa zamani. Ilikuwa zamani. Sasa hizi mtu anaweza kufika tu studio na ukafanya kitu hapo hapo. Yaani umefika studio mfano wa nyimbo hii. Yes. Mimi amenipata idea, yes. Nikagonga biti, nikasema sawa, hii chorus mimi nitaimba hivi. Yes. Nikaitengeneza baada hapo verse zangu nikatoa kichwani papo hapo. Uncle Sam mwenyewe ndio shahidi. Okay. Producer mnakuanga nimefuatilia kwa maproducer wengi sana. Utakuta yeye ni producer lakini vile vile ni mwimbaji. Ndio. Kwa nini maproducer wengi mnakuwa hivyo? Yaani ni lazima ujue ili haiwezekani uwe producer alafu usiweze kuimba. Hao wanaanza kuwa waimbaji kwanza. Waimbaji kwanza. Mwisho siku anakuwa producer kitu zote anaweza fanya. Nirudi kwa Uncle Sam. Tumesikiza hiyo ya kwanza. Akalugendo. Lakini niambia kuko na ya pili pia. Yes, nyimbo ya pili inaitwa Waonyeshe. Moja ya nyimbo bora kabisa, na nyimbo hii imefanyika katika studio za DM Record. Nyimbo hii ameweza kufanya producer mmoja anaitwa ni mchungaji anaitwa Daudi Mwanisenga. Ndio ambaye ameweza kufanya, lakini huko ndani pia kuna sauti yake ambayo imeweza kusikika ambayo nimeweza kumshirikia. Mimi bwana nimekuwa ni rafiki wa maproducer. Yes. Maproducer yani nikienda kufanya nao kazi. Yes. Pia nimekuwa siwaachi tu kazi ya kutengeneza nyimbo, nimekuwa nikiwaacha yani kumwachia uhuru. Anambia hii baba ya kwako utakachofanya. Fanya nyimbo itoke. Kwa hiyo ndicho ambacho nilikifanya pia. Humo kuna sauti ya kwake Daudi Mwanisenga humo. Okay. Kana kuambia Waonyeshe. Lakini kuna sauti ya mwanadada anaitwa Flora Mlamba, mmoja ya wanadada ambao wanafanya vizuri sana kwa mkoa wetu wa Morogoro. Ni wadada ambao wenye sauti zao mjini. Nikimzungumzia Flora, mimi bwana napenda kumuita Ticha Bonge, yani ni mwalimu wa masauti. Yes. Naitwa Waonyeshe. Haya. Wakati tunaendelea kuwaonyesha, tujiandae tukasikize hiyo nyimbo. Wacha kwanza tukapate break fupi kutoka studio.